لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Tunaendelea mbele na vipindi vyetu vya kufundisha haji au hija, namna ya kuifanya hija, tukimuomba Allahu Jalla wa Ala ambayo ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, atuwezeshe, atupe nguvu, atupe na uhai na atupe na mali ya kuweza kufanya hija. Atupe nguvu na uwezo wa kutekeleza hii nguzo ya Uislamu, nguzo ya 5. Sisi wote kabisa tunapenda na tunataka tufike katika nyumba yake Allahu Jalla wa Ala kwa kuitekeleza nguzo yake. Sasa tumeona kwamba unatoka sehemu ambayo umehirimia kwa kuleta tarbia. Ukiingia kwenye haram, ukifika kwenye haram unaiona pale, unakata ile tarwiya ile ulikuwa rabbaik Allahumma rabbaik rabbaik la sharika lak rabbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Inakata kwa sababu unaingia ndani ya haram ili uanze kufanya tawafu. Unakwenda kwa kuelekea Kaaba, kama tulivyokuwa tunasema, unaelekea nyumba ya Kaaba, unaiona mbele yako, unaingia katika kusema, unaanza na mguu wako wa kulia, unaingia haram na mguu wako wa kulia kwa kusema bismillah Allahu akbar, au unasema Allahu akbar peke yake, kama wanavyosema wanazioni. Wanasema kwamba yoyote yanakubaliwa, lakini uzuri ni kusema bismillah Allahu akbar. Kwa hiyo unaingia. Kwa kuingia unakwenda kabisa, unaitizama jiwe leusi ambayo wanaita Hajar al-Aswad. Unakwenda unaitizama mbele yako. Fika mbele yako, kama utaweza utabusu lile jiwe kwa kusoma ile dua. Baada ya hapo utaanza kutembea katika upande wako wa kulia, yani Hajar al-Aswad. Unaelekea pale, unaiacha mkono wako kushoto, unapita unaizunguka nyumba kuanzia upande wa kulia. Ukienda katika upande wa kulia, ukienda kabisa katika upande wa kulia, unazunguka hivi, unakuja hadi hapa. Hii ndiyo center, ndiyo Hajar al-Aswad hapa, iko hapa. Kufika hapa inahesabiwa kwamba ni mara moja. Unahesabiwa kwamba ni mara moja. Sasa ukifika pale kuna dua, sema Allahumma inni, ukasema Mwenyezi Mungu, na kuomba unifungulie milango, a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahumma ighfir li dhunubi, niepushe na madhambi yangu au nisamehe madhambi yangu, waftah li abwaba rahmatik, na unifungulie milango ya rehema zako, kama unavyoingia unazama msikitini. Kwa hiyo unaanza kufanya tawafu. Nasema kwamba unazunguka mara 7. Yani mara ya kwanza unaanzia kulia, unarudi unafikia kwenye jiwe la kwa, hiyo ni mara ya kwanza. Na unaanzia hapo tena unarudi mara ya pili, na unarudi mara ya 3 mpaka mara 7. Hizi mara 7 ndizo za kuzunguka pale. Unamaliza kuzunguka pale. Ukimaliza kuzunguka
mara hiyo ambayo ndiyo na nia kubwa, unatoka pale. Kama tulikuwa tumezungumzia ya kwanza, tunazungumzia kwamba hija ni za aina 3. Aina ya kwanza ni ile ya moja tu, umehirimia hija peke yake. Sasa tunakwenda kuyasema katika hija ya pili au namna ya pili. Hii namna inaitwa qiranu, hija inayoitwa qiranu. Sasa yenyewe inafanyikaje? Pale miqat, unapofika miqat kama ni qiranu, ina maana unafanya hija, unaleta nia au unaweka nia ya vitu viwili kwa wakati mmoja. Yani unahirimia umra kwanza na siku ya 8 hiyo yaumut talwiya, na unahirimia, yani unaleta nia ya haji. Kwa hiyo unasemaje? Labbaika umra wal hajj, labbaika umra wal hajj. Kwa hiyo hii inaitwa qiranu. Qiranu yani ni kuambatisha nia moja katika mambo mawili. Kwa hiyo mtu anaanza nafanya hili ya umra ya kwanza, akitoka pale akimalizia kuzunguka mara 7, unatoka unaelekea katika kwenda katika Marwa, katika Safa wal Marwa. Ukielekea pale unaanzia Safa, unaenda, ukifika juu katika mlima unaielekea Kaaba, unageuka unaelekea Kaaba, unaisoma au unayasoma haya maneno: inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima inna Allaha shakirun alim. Unaisoma hii aya. Baada ya hapo unasoma dua, unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unamuomba Mwenyezi Mungu utakavyo pale. Sasa baada ya hapo unaelekea Marwa, unateremka. Ukifika Marwa unaitazama pale, unasomba Mwenyezi Mungu dua. Mtume sallallahu alikuwa akisoma Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Teremka, nenda kamsomee, unakwenda unasoma dua, unaleta tahlil wa tahrim takbir, unafanya tena, unapanda. Kila hapo unaifanya mara moja, lakini kila utakapoteremka katika Safa, unakwenda ukifika pale, muombe Mwenyezi Mungu utakavyo katika hali yako unayoitaka duniani na yale unayoyataka akhera. Sasa unaifanya hii mara 7, unazunguka Safa wal Marwa mara 7. Tunasema kwamba ile mara ya kwanza ndiyo utasoma ile tu, utasoma ile unasema inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Kwa hiyo unasema mara ya kwanza, usirudie tena, lakini dua zinazidi. Kila utakapofika katika Safa, kuna wakati ukiteremka kale pale, unafika sehemu unakuwa unatembea mwendo wa kawaida. Ukifika pale unakimbia kidogo. Kuna kitu nataka hapa nikumbushe kidogo, katika mambo ya kuvaa. Tumesema kwamba kwa mwanamume anavaa nguo 2 tu peke yake nyeupe, anavaa nguo tu 2 peke yake kwa mwanamume. Lakini mwanamke anahirimia kwa nguo zake zote zile alizokuza nazo, kwa sababu hakubaliwi kuvua nguo zake. Anavaa nguo zake za kawaida na anafanya tawafu na anahirimia katika nguo hizo, isipokuwa akiwa amevaa niqab anaamrishwa kuifungua ili afanye tawafu.
akikutana na wanaume anafunga. Vile vile hata akifika kwenye Safa wal Marwa anafanya vile vile. Sasa kwenye Safa wal Marwa, ukifika Safa, ukiteremka kidogo, kuna sehemu inakuwa kama vile kidogo imetengamaa hivi. Ukifika pale unakuwa kama vile unakimbia, lakini sio mkimbio, wala kama vile kuharakisha. Sasa kuongeza kidogo mwendo, unaharakisha kama unafanya kama vile unakimbia, lakini sio kukimbia kwa sana. Mpaka kidogo ukifika pale, ukianza kuvulika wewe unaachia pale. Hii haya mambo nayafanya mara 7 kama ulivyo yafanya. Safa wal Marwa inafanyika mara 7. Sasa hapa kama tumesema kwamba hija ni aina 3. Tumesema kwamba kuna ifrad ya kwanza, tumesema kwamba kuna qiran, na tumesema kwamba kuna tamattu. Tamattu tulikuwa hatujaizungumzia vipi na kuwa. Tumezungumzia ifradi, tukazungumzia na qiran. Qiran tumesema kwamba qiran ni mtu kuhirimia umra na hija katika wakati wa hija au siku ya yaum tarwiya, anaingia kufanya tawafu ile ya kwanza. Yani ukiingia pale inakuwa ni vitu viwili kwa nia moja. Sasa mtu akimalizia kufanya tawafu, kimaliza kufanya sa'i wal marwa, yani umetoka tawafu, maliza tawafu na Safa wal Marwa, sasa inakuwa ni tahlili ya kwanza. Hii ni tahlili ya kwanza ya nini? Ya umra. Kwa hiyo ndio unapanda pale, unanyoa nywele au unapunguza nywele, kwa sababu hii ni tahlili ya kwanza. Sasa hapo ndipo unaendelea, kesho unaendelea kwenda kulala Mina. Sasa huyu ambaye tumesema kwamba ni ifrad, hapunguzi nywele wala hanyoi nywele, kwa sababu lazima amalizie hija. Lakini tamattu, huyu wa tamattu ni huyu ambaye ni kufanya umra katika miezi ya hija. Amefanya umra katika miezi ya hija, yani akaanza umra, akafanya umra, akafanya vyote vya umra. Baada ya hapo kumaliza umra wake, akakaa Maka au akakaa kwenye haram kwa kusubiria hija. Kwa hiyo yeye atakapomaliza umra lazima anyoe nywele au apunguze. Sasa akae kwa kukaa akisubiri hija. Ina maana tahlili ya kwanza, yeye akimaliza umra aliyofanya tamattu, ana uwezo, anakubaliwa kufanya tahlili ya kwanza na kuivaa makhiti na nini, kukaa pale. Sasa akakubalia siku ya hija ya kuhirimia, anasubiri siku ya kuhirimia. Sasa kihirimia sasa pale kufanya ihram, kufanya hija, anahirimia mara ya pili, ndiye anavaa nguo zile za kufanya hija. Sasa anakwenda kufanya mambo ya hija na kufanya tawafu ya pili. Sasa hapo ni katika hizi hija mbili. Hizo ndizo hija 3. Tumesema ifrad ya moja, tukasema qiran ya pili, tukazungumza na tamattu. Ndiyo hiyo hal ya tamattu, kwa sababu huyu aliyefanya qiran hawezi tena kufanya tahlili ya kwanza ili afanye tahlili ya pili. Tupate kupumzika kidogo, turudi tena. Wa barakallahu fikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Kwa hiyo tumeziona kwamba atakayefanya hija anazifanya hija moja miongoni mwa hizo. Kwa hiyo haziwezi kuambatana kwamba mtu afanye hija 3 kwa namna moja. La, anafanya moja miongoni mwa hizo 3. Ima atafanya qiran au atafanya ifrad au atafanya hija ya tamattu. Umeona kwamba tamattu anaweza kamaliza hata miezi miwili pale,
anakwenda nafanya katika miezi ya Dhulhijja, miezi kama vile 3 anakwenda kule anafanya umra wake. Akimaliza umra na subiri katika nia, atasubiri pale haji. Sasa tumemaliza ile tahlili ya kwanza. Kwa hiyo atasubiri tahlili ya pili atakayoifanya, yani aliyefanya qiran. Tahlili ya kwanza aliyoifanya ni ya kunyoa nywele, ni ya kunyoa nywele na kupunguza, lakini anabaki hakubaliwi kukutana na mke wake na hakubaliwi kuvaa makhiti. Makhiti ni zile nguo za kawaida, kwa sababu bado yuko kwenye ihram, bado yuko kwenye njia ya kwenda Maka, kwa sababu leo ilikuwa ni yaumu talwiya, ameingia, atakwenda kesha naendelea na hija kwenda Arafa, anakwenda siku ya Arafa. Kwa hiyo yeye anafanya tahlili ya kwanza ambayo ni ya kunyoa nywele, lakini hatoi nguo zile. Kwa hiyo anakwenda haji, nguo anazitoa baada ya kumaliza kutupa mawe ya kurudi tena hapa kufanya tawafu tawafu al-qudum, kufanya tawafu ya kutoka kule, akiingia haram, basi hapo akizunguka zile tawafu al-wida, akimaliza pale anapaswa kufanya, anafungua tahlili ya pili. Sasa hapa anakubaliwa kuvaa nguo atakazo, na anakubaliwa kuvaa suruali, kuvaa nguo za ndani, kuvaa kofia na vinginevyo. Hata anakubaliwa, anaweza hapo akimaliza manasiki la haji, anaweza hata kukutana na mke wake, hamna shida. Sasa hizi ni njia ambazo Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimewekwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mambo ambayo hayakubaliwi mwanadamu aliyefanya hija kuyafanya, hayakubaliwi kuyafanya ambayo amehirimia hija. Haya mambo tutakuja kuyaona katika yetu itakayofanya, basi hapa tutagusia tu kidogo. Nataka niwaambie ndugu zangu ni kwamba Mwenyezi Mungu, hali ya kumwabudu mwanadamu anayeabudu na hisi raha na furaha ndani ya uhai wake. Ukiingia ile sehemu kwa kufikiria Mola wako na kumtekeleza Mola wako, huhisi kama uko ndani ya hii ardhi. Unaona uko yani katika sehemu ambayo ni hali ya juu. Yani unabadilika kimwili, unabadilika kiakili, unabadilika kimwenendo. Allahu akbar. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuwekea mambo mazuri ili tupate uzuri wetu hapa duniani na uzuri wa kiyama, siku ambayo tutakutana na Mola wetu. Kwa hiyo hija ina aina ambazo ni za kumuonyesha mwanadamu, aina mbili. Ya kwanza kabisa ni ya kukuonyesha we mwanadamu, kifika pale unajiona haujafanya lolote wala hauko chochote. Unatizama pale, unatizama watu wanafanya ibada, unajihisi we ni nani. Kwa hiyo pale mwanadamu anapata kuzidi kumcha Mola wake, na anajua kwamba Mwenyezi Mungu ana viumbe vyake, ana waja wake ambao wanamcha kweli. Anajiona kwamba bado ana njia ndefu, ana mambo mengi ya kufanya, ana njia ndefu ya kufuata, kwa sababu ukifika pale unaiona subhanallah watu wanavyomnyenyekea Mola wao. Unatizama watu machozi wanayoyalia pale, kwa sababu hawakupigwa viboko, hawakufiwa na watu wao, hawakukosa mali zao, hawakupata hii musiba wowote, isipokuwa wanalia kwa ajili ya kumnyenyekea Mola wao, kwa ajili ya kuona kwamba wako dhalili mbele ya Mola wao,
kwa ajili ya kujihisi kwamba wao hawajatekeleza mambo anayotaka kwao Mola wao. Subhanallah, yani hija ni jambo ambalo ni ibada ambayo inamfanya mwanadamu ajione kwamba si chochote wala si lolote mbele yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anayekwenda kufanya ibada ile anakuwa ni mwenye kumuona mbele yake Mola wake, kumuona kwamba yuko anafuata nyayo zile alizomwamrisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndani ya nafsi yake, ndani ya mwili wake anapata kubadilika. Na mtu ambaye habadilika akifanya hija, wallahi ajue kwamba Mwenyezi Mungu subhanallah, yani yeye amejidhulumu nafsi yake na Mwenyezi Mungu akamwachilia mbali. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja ambao wanatekeleza hija katika njia iliyokuwa kweli kabisa na nzuri kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hataki mtu kufika pale unaanza kufanya maneno ambayo hayafai. Kuna watu wanakwenda kule kama vile wanakwenda kutembea tu. Yani anafika pale kwenye Kaaba, watu wanalia, watu wanaomba Mwenyezi Mungu, watu wana matatizo yao wanayataja kwa Mola wao, yeye yuko na simu, yuko anapiga picha pale. Unamkuta yeye anapiga picha. Sasa mtu anajisahau kwamba yuko kwenye ibada, anaanza kufikiria mambo ya kujionyesha kwa watu. Hayafai, ni mambo ambayo hayafai kufanyika pale. La pili katika mambo hija anayoonyesha, yanamfundisha mwanadamu kifika pale na kufundisha nini? Yanakufundisha siku Mwenyezi Mungu atakapokusanya watu siku ya Kiyama. Subhanallah, unakuta watu wamejaa pale, hakuna aliyemuita mwenzie. Unakuta watu wa dunia nzima wako pale, milioni za watu wako katika sehemu moja, wako wanamlidia Mola wao, wako wanamtaja Mola wao, wako wanamuomba Mola wao, wako wanamuomba msamaha, wananyenyekea katika kumuomba Mwenyezi Mungu awasamehe Mola wao, kumridhisha Mola wao. Matajiri, wanafunzi, viongozi na watu, yani subhanallah, unaona kila ile sehemu inakuonyesha kwamba kweli kama mtu alikuwa hajakiri kwamba kuna siku ya Kiyama, ukifika pale unaiona mbele yako. Kwa sababu gani? Watu wanakusanyika pale kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu siku ya hija. Yani watu unashangaa, matendo yao mmoja, mavazi mamoja, yani maelekeo yao mamoja, kila mmoja na kula subhanallah, yani anamfikiria Mwenyezi Mungu upande ule. Kwa hiyo hija ni kumtekeleza ni namna hiyo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Akimaliza sasa haji, akimaliza kuyafanya hayo, amefuata na nia pili ambayo amefanya katika hija yake, katika hizo hija ambayo ameichagua kutokana na hiyo hija yake, basi anarudi katika anavaa nguo zake. Sasa atakuja kufanya ile tawafu alwida, tawafu ya kuaga Kaaba. Kwa hiyo akimaliza kufanya hiyo tawafu zile, tena anazunguka mara 7. Akimaliza hapo anaingia hotelini, anajiandaa na kurudi nyumbani katika safari yake. Kwa hiyo ndugu zangu, nachowaambieni ni kwamba tuombe sana Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao wataweza kufanya hija. Kwa kweli atupe uwezo, kila mmoja apate fursa ya kuenda mbele ya Mola wake. Amefanya hii nguzo ya 5 ambayo ni nguzo ya hija, ya kumwabudu Mwenyezi Mungu katika njia za hija. Kwa hiyo pale
tumemalizia, tumezungumzia kwamba tumetoka Arafa, tukarudi Muzdalifa, tukatoka Muzdalifa tukaenda katika Mina katika kufanya tukachinja wanyama wetu, na tukalala hapa asubuhi, na tukaenda kupiga mawe jamarati, tukaenda kupiga mawe. Baada ya kupiga mawe ile za ndani katika rukun 3 ambazo tunapiga mawe, tukimaliza pale basi ndiyo tunarudi kwenye haram ya kufanya ile nani ya tawafu al-wada. Baada ya hapo ndiyo tunarudi katika kujitengeneza tena tuweze kurudi nyumbani. Hija ikawa imemalizika katika vitendo hivyo, lakini ujue kwamba hija inahesabika au hija inakubaliwa kwa yule ambaye ameifikiria kwa moyo, ameiwekea nguzo zake, amejiepusha kabisa na yale mambo Mwenyezi Mungu ameyakataza, amejiepusha mbali na yale mambo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Kwa hiyo kiyafuata haya, Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia kwamba rajaa, anarudi kama waradatuhu ummuhu, kama vile mama yake alivyomzaa. Nani huyu? Aliyefanya hijjatul mabrur, aliyefanya hija ambayo la rafath wala fusuq fil hajj, la rafath wala fusuq fil hajj. Haikubaliwi kusema kuyafanya mambo ambayo yanaharibu hija au kuyatamka maneno ambayo hayafai, ni mambo ambayo si ya busara. Pale ni kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, pale ni kumtaja Mwenyezi Mungu, pale ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Jamani, mtu anapata fursa ya kuyazungumza mambo ya kumsengenya mwenzie? La wahasha, haikubaliwi nani njia hizi. Ni kwamba mtu akifika pale anakuwa ni mwenye kulimulilia Mwenyezi Mungu, ni kumuomba Mwenyezi Mungu, ni kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, ni kumtaja Mwenyezi Mungu, ni kuomba subhanallah matakwa yake duniani. Yani ibada ukishaifikia pale, ukifika pale wewe unahitaji Mola wako, na umefika sehemu ambayo unafikiria kabisa kwamba hapa Mola wangu ananisikia, Mola wangu aniona vizuri, Mola wangu anisikia vizuri, kwa sababu niko kwenye haramu yake, niko kwenye njio yake. Na maana fikra za kufikiria mambo mengine zinakuwa ni mbali kwa mtu aliyekwenda kuabudu. Mtu ambaye amekuja tu kutembea, hata umwambie nini hawezi. So kwa hiyo haitakikani kwamba utembee. Hii ni ibada ya Mola wako, watakiwa muabudu Mola wako. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala atuweke katika waja wazuri ambao wanayasikia mengi, wanayafuata yale machache. Atuwezeshe na atupe uwezo wa kwenda kufanya hija. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك